Kazi nyingine ya damu ya Yesu Kristo ni kutupa wokovu, lakini pia ukombozi. Kisoma kwenye kile kitabu cha Waefeso mlango wa 1 na mstari wa 7, maandiko yanasema katika yeye kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi na wingi wa neema. Kwa hivyo damu ya Yesu Kristo huwa inatuletea ukombozi. Kielewa pia katika kitabu cha John 16:16 maandiko yanasema kwa kuwa Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee ili aaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yesu alikuja kufa ili kwamba hiyo damu yake ituokoe. Nielewa, lakini maana maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni mauti. Mwanadamu alikuwa ametenda dhambi kwenye bustani ya Edeni na kupitia kwa sheria ambazo zilikuwa zimefanywa ama zimewekwa. Kwa hivyo ili tukombolewe pale ilihitajika damu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo damu ya Yesu Kristo inatusaidia katika kutukomboa, lakini pia kutuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaeleza zaidi hapo, tutaangalia siku nyingine. Lakini pia damu ya Yesu Kristo hutumika katika kuleta upatanisho na kuleta vitu karibu nasi. Chochote ambacho kiko mbali na wewe, unaona kwamba hii kazi unaifanya, lakini akili zako haziko kwenye hii kazi. Uko na huu mke lakini akili zake zimekuwa diverted, ama mume lakini akili zake zimekuwa diverted. Unafaa umlete karibu kwa damu ya Yesu Kristo. Ndio maana maandiko kwenye kitabu cha Waefeso mlango wa 2 na mstari wa 13, maandiko yanasema mlikuwa mbali, mmekuwa karibu kwa damu ya Yesu Kristo. Nielewa, lakini ndugu yako ambaye amepotea miaka mingi unaweza ukamclaim kwa damu ya Yesu Kristo, maana iko na uwezo wa kumleta karibu na wewe tena, kumrudisha kwako tena. Kwa hivyo damu ya Yesu Kristo haitumiki katika kumuokoa ama kuleta wokovu ama kuleta ukombozi peke yake, lakini pia damu ya Yesu Kristo inaleta vitu karibu nasi ama inatupea kitu kinaitwa upatanisho. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Wakolosai mlango wa 1 na mstari wa 20, maandiko yanasema hivi: kwa yeye kutupatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo damu ya Yesu Kristo huwa inatupatanisha kwa vitu zile ambazo ama kwa mambo yale ambayo yamekuwa na shida katika upatano. Kwa mfano, inaweza kuwa familia iko na vurugu, hawapatani tena. Inawezekana ndoa yako hamna upatano. Kama ukijua nguvu iliyomo katika damu ya Yesu Kristo, hiyo damu ya Yesu Kristo itakuletea upatanisho katika ndoa yako, katika biashara yako na katika chochote ambacho unakihitaji. Nikiongea hivyo nasema kwamba kuna watu ambao akili zao ni kama zimeanza kutoka kwa biashara fulani, wakati ule Mungu ndiye alikuambia kwamba hii ndio biashara yako. Akili zako zimeanza kutoka kwenye ndoa fulani, wakati ule unajua kwamba Mungu ama mliunganishwa mkiwa ndoa takatifu kwenye kanisa, na Mungu alikuwa mlimhusisha Mungu katika ndoa yenu. Sasa ili mpate kupatana tena, ili mpate kuwa pamoja tena kihisia, lakini kimwili, kiakili, kwa vyovyote vile, na muanze kufanya mambo kwa pamoja, the blood of Jesus ama damu ya Yesu Kristo inafaa kutumika. Ndio maana nimekusomea kwenye kitabu cha Waefeso 2:13 nikakwambia maandiko yasema mliokuwa mbali mmekuwa karibu kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo damu ya Yesu Kristo huwa inaleta upatanisho, lakini pia damu ya Yesu Kristo huwa inafanya njia mahali pasipokuwa na njia ama mahali ambapo kuna kizuizi. Nataka tusome kwenye kile kitabu cha Waebrania mlango wa 10 kuanzia mstari wa 19. Maandiko yanasema hivi: basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Hiyo fezi peke yake nataka nikueleze ndio uelewe. Zamani kuna mahali katika hekalu palikuwa panaitwa
patakatifu pa patakatifu, ambapo sio kila mtu alikuwa anaingia pale, ila tu makuhani peke yao ndio walikuwa wanaingia pale. Lakini maandiko yanasema hivi kwenye hicho kitabu cha Waibrania mlango wa 10 na mstari wa 19. Maandiko yanasema, basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Kumbe damu ya Yesu Kristo ndio ilifanya njia ya mtu kuingia patakatifu pa patakatifu. Maana wakati ule Yesu alipokufa, maandiko yanasema kwamba pazia la hekalu lilipasuka katikati, ikawa kila mtu sasa pale ambapo hakuwa panaingiwa na kila mtu, anybody anaweza kuingia pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapoongelea kuhusiana na hekalu, mwili wako ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Watu wa zamani hawakuwa wanapokea Roho Mtakatifu ndani yao, lakini Roho Mtakatifu anakaa juu yao. Ndio maana utaona kwamba maandiko yanasema Roho wa Mungu yu juu yangu, vitu kama hizo. Alikuwa anakaa juu yao. Roho Mtakatifu bado hakuwa amekuwa ndani yao. Ndio maana Yesu anapopewa majina na Isaya, moja ya jina ambao Isaya anampea anasema ni Mungu pamoja nasi. Ina maana kwamba Mungu anakaa ndani yako. Wakati ule pazia la hekalu lilipopasuka, ilimaanisha ya kwamba sasa pale ambapo katika mwili wako Mungu angekaa pale ambapo Mungu alikuwa anakaa juu ya mtu, watu kama Isaya, watu kama Ezekieli alikuwa anakaa juu yao. Sasa Mungu anaweza akakaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana Yesu anapoenda anasema ya kwamba nitawatumia msaidizi, ambaye Roho Mtakatifu alipokuja ile siku ya Pentekoste kwenye kitabu cha Acts of Apostles chapter 2, alikuja akawajaa. Maandiko yanasema wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha zingine kama vile Roho wa Bwana alipowajalia kutamka. Lakini hiyo njia sasa, ili Yesu aifanye ikuwe kwamba anaweza kukaa ndani yako, ikuwe wewe unaweza ukakaa ndani ya Yesu Kristo, ilifanywa kwa damu ya Yesu Kristo. Ndio maana ule mstari wa 20 unasema hivi, kitabu cha Waibrania mlango wa 10 mstari wa 20 unasema hivi, njia ile aliyotuanzishia iliyo mpya. Kitu ya kwanza, hiyo njia ni mpya, maana iko hapo zamani za kina Ibrahimu. Anasema kwamba iliyo hai ipitao katika pazia, yaani mwili wake. Kumbe Yesu alikuja kufanyika kuwa njia, yeye mwenyewe akuwe njia. Lakini hiyo njia ndio ifanyike kwake, ilifanyika kupitia kwa damu ya Yesu Kristo, kiasi kwamba tukimpokea Yesu sisi tunaweza tukamwendea Mungu, tukamuitisha chochote na tukahitaji chochote kutoka kwa Mungu, na sio lazima uende kwa kuhani, kama uko na uelewa wa kutosha wa jambo hili. Ndio maana kile kitabu cha Zaburi 91 and verse 1, maandiko yanasema, those who dwells in the secret place of God, they shall abide under the shadow of Almighty. Wanaokaa mahali pasiri pake Mungu watakaa katika kivuli cha Mwenyezi. Sasa hapa mahali pasiri sio kila mtu alikuwa anaenda pale zamani. Ndio maana Daudi anasema ya kwamba those who dwells, ina maana sio wote wanaokaa mahali pasiri pake Mwenyezi watakaa katika kivuli cha Mwenyezi. Saa hii sasa kila mtu anaweza akamwendea Mungu, akamuomba kivyake, ukamtafuta Mungu na uwepo wa Mungu ukawa bayana kwenye maisha yako, kwa maana huyo Mungu anakaa ndani yetu. Lakini hiyo njia iko hapo zamani. Hiyo njia ilikuwa inafanywa na mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa kuhani, ndiye alikuwa anaenda mahali panaitwa patakatifu pa patakatifu. Lakini Yesu kwa damu yake akafanya njia, ikawa tunaweza tukamfikia Mungu kila mtu. Sasa kumbe damu ya Yesu Kristo sio kufanya tu njia ya pazia la hekalu, lakini pia damu ya Yesu Kristo inaweza ikakufanyia njia yako ya biashara, njia yako ya ndoa, pale ambapo hujaweza kufika, ama pale ambapo uko na kizuizi haujawahi kufika, lakini unatakiwa ufike pale, ama unatakiwa uwe pale, lakini umezuiliwa. Unafaa kusema kwa jina la Yesu Kristo nafungulisha hiyo njia. Paulo anasema nimepewa mlango ulio wazi mbele yangu, lakini wapo wengi wanizuiao. Sasa hao wanaokuzuia unafaa uwaondoshe na ufanye njia katikati yao kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo damu ya Yesu Kristo pia inatumika katika kufanya njia mahali pasipokuwa na njia, mahali ambapo kuna kizuizi, lakini pia mahali ambapo unatakiwa kufika lakini unahitaji uwezo
damu.